Sasa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia Clemence Kenani Mwandambo kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Disemba tarehe 29 mwaka 2025 na kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, ambapo kwa mujibu wa taarifa hizo zinasema kwamba Clemence Mwandambo amekamatwa kwa kosa la kutumia mitandao ya kijamii kufanya upotoshaji na kuleta mgawanyo wa kiimani. Sasa mwanzo Clemence Mwandambo alikamatwa kwa kosa la kuhamasisha maandamano, lakini this time around tunaona amekamatwa kwa kosa la kutumia mitandao ya kijamii vibaya na kuleta mgawanyo wa kiimani. Sasa ukifuatilia vizuri content alizokuwa anazifanya Clemence Mwandambo kupitia ukurasa wake wa Instagram, mara nyingi sana alikuwa anazungumzia serikali, dini na namna ambavyo jinsi gani vitu hivyo viwili vinaweza vikaintegrate na kuleta matokeo positive kwenye jamii au negative. So ni uelewa fulani hivi ambao kwenye jamii yetu kulikuwa kama kuna gap hivi ambalo ilikuwa inahitajika mtu wa aina yake ili kuweza kulifill. Sasa nafikiri wengi tulikuwa tunajiuliza imekuwaje mpaka ameingia kwenye kosa hilo. Sasa kwa mujibu wa sheria zetu nchi yetu ni secular state, kwa maana kwamba ni nchi ambayo inaongozwa bila kufungamana na misingi ya dini yoyote, ambapo kila mtu anaruhusiwa kuamini ambacho anakiamini na kuabudu ambacho anakiamini, tofauti na non-secular state kama mataifa mengine ambapo dini ndio inakuwa chanzo cha mamlaka katika shughuli za kiutawala. Sasa hii ndio sababu kwa nini Clemence Mwandambo ameingia kwenye kosa hilo. Kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 sura ya 19 inaelezea uhuru wa kidini, kwa maana kwamba kila mtu yuko huru kuchagua dini ambayo anaitaka au imani ambayo anaitaka. Lakini pia sura ya 13 inakataza juu ya ubaguzi wa kidini na kutoa maagizo kwamba kila raia ni sawa chini ya sheria bila kujali imani yake. Sasa kwa mujibu wa katazo hili inamaanisha kwamba kauli au statement yoyote ambayo utaitoa kwa kufanya kama kejeli au ubaguzi kwa maneno ambayo yanamfanya mtu ambaye anaamini upande mwingine aonekane dhaifu au hayuko sawa, moja kwa moja kwa mujibu wa sheria hii unakuwa umefanya kosa. Sasa tazama hizi content ambazo baba yetu Clemence Mwandambo alizifanya, alafu niambie kwenye ukurasa wa comment ana makosa au hana makosa. Munasema tumshukuru Mungu kwa kila jambo, tuseme asante Mungu kwa kila jambo. Sasa ndugu zangu, tukumshukuru Mungu kwa kutuletea shetani, tumshukuru Yesu kwa kutuletea shetani. Asante Mungu, maana ulituletea shetani. Ametufundisha vitu vingi vizuri, ametufundisha ngono, ametufundisha uzinzi. Mungu tunaenjoy. Asante sana Mungu kwa kutuletea shetani. Ametufundisha wizi, ukiiba kativika mtu na enjoy nyumbani kwako. Asante Mungu kwa kutuletea shetani, maana we ni Mungu ni mwema sana, we ni mwema sana. Asante sana. Nachoka baba yenu Clemence Mwandambo na dini. Nachoka mimi. Nimemsikia shehe mmoja. Huyu shehe anasema Waroma wanalalamika mauaji ya tarehe 29. Anasema Waroma walikuwa wapi wakati Waislamu wanauawa Kilwa? Walikuwa wapi wakati Waislamu wanauawa huko Kibiti, Lindi? Analalamika kwamba walikuwa wapi wakati matukio ya Mwembe Chai. Ushehe analalamika kwamba kwa nini leo Waroma wanalalamika. Sasa mimi swali langu, serikali angalieni haya matamshi, angalieni. Mimi swali langu ni kwamba kwani haya mauaji ya tarehe 29 yalikuwa ni kwa ajili ya wanauawa wa Kristo? Swali ni kwamba je, wauaji vilikuwa ni vikosi vya Kiislamu? Muuaji alikuwa nani na alilengwa nani? Serikali angalieni sana ya matamshi. Huyu shehe ameongea matamshi kama haya yanatupeleka kubaya. Maana mimi baba yenu Clemence Mwandambo ninachoka. Tena nachoka mimi. Kwaherini. Mimi ni the baddest boy Mbabe Ninja in town, Duncan 99, na hii hapa ni Landlord Updates. Kama ndio mara yako ya kwanza unakutana na YouTube channel yetu, usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Kwa kufanya hivyo unakuwa umefanya vizuri na umetusupport.